umunezero ntangere kubakira kuri kino cyicaro cyacu kuri uno munsi. Muri mu banyu, muri mu bana banyu, reka umunezero ntangere kubakira ngaha. Karibu kugira babahaye uruhushya rwo kwicara. Amashimwe makuru na Imana mushobora byose, amahoro n'umugisha sakari ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Banyakubahwa mushikiranganje ko mukora mu Islam watuye iteka bino birori, banyakubahwa bashefu mukoranire ngaha, banyakubahwa murongoye ikoraniro ry'urugwaruka, banyakubahwa mwese rwaruka, bamama bashiki bacu mwese muri ngaha, nagomba abasore mu nkunde ndabaramutse mvuga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umunezero ntangere kuri igenekerezo cyo mu kwezi kwa Ramadan kuba abayisilamu cyane cyane kugwaruka ogwiri koraniro rwashoboye kuduha ubutumire kugira ngo tuje kwifatikanya nabo. Ni ikintu bihambaye cyane rwose. Mu by'ukuri kuri uyu munsi uri hejuru, uburongozi bwa Kisilamu ku rwego rw'igihugu burashimiye cyane rwose abagize uruhara mu gutegura rino koraniro. Ni ikoraniro wayo bwa mbere ngira ngo ndaginjiramo, ndaza kubaza abarirongoye ribakangahe mu mwaka kugira ngo dushobore kurivyaza umusaruro. Mu bintu abansi b'Ubuislamu n'abansi b'amahoro n'umutekano bibabaza duhere kuri shayitani alayhi la'ana, ni ikoraniro nk'iri. Aha shayitani ahari na bagenzi biwe mu by'ukuri ntibanezerewe kuba kugwaruka nkamwe abayisilamu nkatwe dushobora kwiyumvira ikintu nk'iki tugakoranira ngaha kandi bigashoboka. Iki ni ikimenyetso cy'uko hoshoboka byinshi mu muryango wacu wa Kisilamu. Ni ikimenyetso cyerekana yuko hoshoboka byinshi twifuza mu muryango wacu wa Kisilamu. Mugabo ibyo nabyo bica biva mu gihe cyaho twaba twakoraniye ngaha dufise intego imwe, iniya imwe. Ntihagire ababa baje kubera mukumbo agakuku, kumva gusa tuzoba turi Bujumbura kuri markazi, abajene bose abamama bose tuzoba turi Bujumbura mu ikoraniro, aho muri icyo gihe nta kintu. Mugabo nk'ubu tuza gushiraho objectif, intego, al-hadaf, al-ghaya, madhhabu nuridu min hadhihi al-ijtima'at. Mwana bakoraniro twifuza iki, bigende gute? Gwaruka mwese mukoranire ngaha, umwanya
jewe nshaka kubera ko ndavye kuri program ikoraniro ryarateguwe bambwira ko nzoca ngaha nje kugira ngo turamukanye. Nagomba nsabe abarongoye rino koraniro izosubire dutegurwe twinje tuganire pana kuramukanya tuganire. Murabimenyereye? Umenga sivyo. Inje tuganire nko dushobora kubyaza umusaruro rino koraniro. Kugira ngo ndabaganirize nawe muganire. Murabimenyereye? Alhamdulillah. Mu gusozera nagomba ndabasabe abayisilamu mwese mukoranire ngaha kwaruka, nabo niko harimo n'abamama bakuze, harimo n'abatama b'amashaka, bari n'indongozi za gutera iteka abashefu duhereye kuri nyakubahwa umushikiranganji wacu muvyo bajejwe hano gutari n'agataka, n'abashefu bacu batera iteka batandukanye. Aha mwese mwaje kubera muri abayisilamu. Sayyidina Umar radiyallahu anhu yaravuze yuko la islama illa bil jamaa, nta buislamu bubaho mpaka habaye ubumwe, watu kuwa kitu kimoja. Abayisilamu turi kintu kimwe, birabana ni kwishura. Ibindi byose mwabyishe birabana ni kwishura kubera ko kirazwi. La islama illa bil jamaa, hakuna uislamu mpaka watu wawe kitu hichi kimoja. Maana ngapi biragoye kwishura, ico kibazo kiragoye. Katika wamama, katika vijana, wadada katika wadada zetu, katika mashehe, katika maimamu, katika maamuma, hilo ni swali ambalo lina uzito kidogo. Lakini nafikiri kwa sababu mashehe zetu wako hapa, inshallah watajitahidi. Mwanzo ni mgumu, ila tutaenda taratibu, yote yatawezekana. Kwa sababu ni jukumu letu, tupende tusipende. Kama uko Muislamu lazima hakuna kutofauti, yani hakuna ujanja mwingine, hakuna njia nyingine isipokuwa ni kulazimisha nafsi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa. Kwa sababu Uislamu wetu ni lazima ukataze nafsi yako jilazimishe. Wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Pepo la Allah subhanahu wa ta'ala, janna ndio itakuwa nyumba yake. Kuna asiyetaka janna hapa? Kuna mmoja hataki pepo? Asiyetaka pepo anyanyue kidogo, asiyetaka. Hakuna. Wanaotaka pepo wanyanyue kidogo. Angalia sasa Waislamu. Ni Waislamu wananisha. Ni Waislamu tu. Wote wengine tumenyanyua hata mikono miwili. Lakini sasa ukimuuliza la islama illa bil jamaa, hakuna uislamu mpaka tuwe kitu kimoja. Je, tuko kitu kimoja? Anashinda kuelewa kuuliza. Ndio hapo mtihani. Juu anasikia kuna yale ambayo moyo wake unayapenda lakini hataki kuyaacha. Kuna lile kundi lake analolipenda hataki kuliacha. Lakini hapo anakuambia nataka pepo. La islama illa bil jamaa.
Hakuna Uislamu mpaka watu wawe kitu kimoja. Wala jamaa illa bil amir, na haiwezi kuwa jamaa mpaka kupatikane kiongozi. Wala amir illa bitaa, na hakuna kiongozi mpaka aamrishe alafu na atiiwe. Bimaana mimi nitajua kama kiongozi ni sahihi. Tunajengo watukufu wa Islam. Unajua kama Burundi hatuna ofisi ya Kiislamu. Mnayajua lakini mnayajua. Jibu kia kama kiongozi. Ndiyo. Asante sana. Sasa mimi nataka siku moja nyie wote, hiyo ni amri sasa. Hapo ndio matatizo sasa. Si ni Jumamosi hakuna masomo, ni kama vile Jumapili kama leo. Tujiandae hapa, nafikiri nyie wote mmelipa tu. Si mmelipa nauli, si ndio jamaa? Bisi mmelipa. Si ndio? Na bisi hivi nafikiri ni 1100. Sasa hapa sisi wote tunakuja na 1100 hiyo. Mwenye atapata ziada 2000, 3000 safi. Tunakuja pale kwenye jengo la jamii. Tunaomba 1100 na tunaomba dua. Kwa sababu gani? Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, yeye wakati anajenga al-Kaaba anainua matofali, anainua udongo, ويقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Huyu Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam anajenga jengo la Allah subhanahu wa ta'ala, al-Kaaba, na yuko pamoja na mtoto wake Ismail alayhi salatu wasalam. Walakinahu fi nafsi alwaqti يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مولا wangu, muumba wangu, taqabbal minna, anafanya kazi na hapa anaomba dua, innaka anta as-sami'ul alim. Kwa hakika Allah wewe ni msikivu na ni mjuzi zaidi. Na sisi hiyo siku tutaitengeneza iwe ni siku ya kuombea watoto zetu, iwe ni siku ya kuombea nafsi zetu, iwe ni siku ya kuombea jamii yetu, iwe ni siku ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuonyeshe udhalili ambao tunao, tumuonyeshe Allah unyonge ambao tunao, kwa kutaka jamii yetu iweze kuimarika, iweze kuwa ni jamii ya jina nzuri ndani ya jamii yenyewe, ndani ya nchi yetu, na ndani na kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, vijana wetu, dada zetu, wadogo zetu, wakubwa zetu, waheshimiwa viongozi, nikubalie vile vile nichukue fursa hii kwa kuashiria sehemu ambapo vijana wetu tunaona kama wanaweza kuwa wanapuuzia kidogo kunako kujua nchi ni kitu gani. Waislamu tuna upungufu kidogo wa kupuuzia nchi, kutamenya igihugu ni iki. Haya yote tuko tunafanya, kama ni kuzaa
tunazalia katika nchi. Kama tulilelewa katika nchi, kama ni kazi tunafanyia katika nchi, kama ni kusoma tunasomea ndani ya nchi. Na ndio sababu Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, yeye ana laqab ya kuitwa kama ni sokru wa mimera, babu wa waumini. Ndio sababu wakati alitoka, Allah akamwamrisha aende apeleke kizazi chake na mke wake Maka. Baada ya kuamrishwa arudie, aligeukia Maka akaomba dua, akainua vile vile, Rabbi ij'al hadha albalada amina, Mola wangu jalie hii nchi yetu iwe ni ya usalama. Watukufu wa Islam, kuna jambo ambalo sisi nchi tunaipuuzia. Rabbi ij'al hadha albalada amina warzuq ahlahu min athamarat, na waruzuku wenye hii nchi watakaokaa katika nchi. Nabii Ibrahim alayhi salatu, hii ni ayatu ya Qur'an al-Karim. Nabii Ibrahim anaombea nchi. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watukufu wa Islamu, vijana mngepashwa kukaa baada ya sala zetu, tunaiombea nchi iwe na usalama, tunaiombea nchi iwe na matunda, iwe na riziki. Na vile vile hakuna nchi bila riziki, hakuna maisha bila riziki. Watukufu wa Islamu, niwaombe vijana viongozi, bila nchi hakuna dini. Mashataji kuna dini kabisa. Nontu singira, uchufungira, uchujana hii. Hivyo sisi kutuwa bidii kwa sababu kuna nchi. Ina maana kupambania nchi ni wajibu, ni tegeko. Harubu hogiraga kachira. Abajera ya majoni musura kuwabona. Nanuma za kumenyimu shehe achie ndio yachi. Tuko hapa kwa sababu ya usalama upo. Nchi iko salama salimina. Niombe mashehe zangu waweze kufundisha vijana kama nyie upendo wa nchi. Kupenda nchi, patriotism, hubbul watan, na kutumikia nchi. Bila nchi hakuna dini. Kuna watu wengine anaweza akaweka katika mafuhumu yake, katika akili yake kama ni kinyume huenda labda na dini. Lakini nataka ulazimisha. Wakati mwingine unajua jamani, hii dini ndio sababu Mwenyezi Mungu katuwekea Qur'ani kamili. Kuna vitu vingine ni kulazimisha. Unalazimisha nafsi yako, unalazimisha utu wako, na adila zipo. Ndio sababu tumeanzia kule, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Kama bado haujawa na uwezo wa kulazimisha nafsi yako, janna ya Allah itakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu naona mtu inafika wakati wa kuswali tarawih anashindwa. Tuko mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu anashindwa kukaa dakika 40 yuko anasoma Qur'an kwa sababu anashindwa kulazimisha nafsi yake. Mtu anashindwa kukaa amdhukuru Allah, amtaje Allah dakika 30 kwa sababu anashindwa. Lakini akikaa kwenye magenge ya kahawa na wenzake, kwenye magenge ya wanamama wako wanapiga porojo za kike, anaweza kukata masaa mawili, anakuja kushtuka masaa matatu ameisha, yuko anapiga, wanacheka sana kabisa, wanafurahi sana. Hajaweza kuwa na sifa ya kulazimisha nafsi yake. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Sijui kama mashehe wamemaliza kutoa mafunzo yao, ndio watafika wanaanza.
Kuna hadithi moja nitawaachia, najua wanaijua kwa sababu ni mashehe zaidi yangu, wakiweza kupata nafasi waisomee waumini. Hadithi yenyewe inasema la tasubu umaraakum, msisubutu. Haya ni maneno ya Mtume watukufu wa Islam. La tasubu umara, msisubutu kuwa tusitusi viongozi wenu. Watukufu wa Islamu, katika vitu viko vinadhalilisha Uislamu na Waislamu ni kuwatusi viongozi. Ukimtukana na kiongozi, ujue Allah hata kuacha hivyo na mwisho wako utakuwa mbaya. Watukufu wa Islamu, bali nimalizie hapa. Nilikuwa na mengi ya kuweza kuzungumza na ninyi, lakini ni wakati laysa biswalihina, hauturuhusu kwa sababu kuna programu zingine ambazo zimeandaliwa. Na ndio sababu nimeomba kiongozi inshallah taala mtuandalie nafasi nzuri ya kuweza kuongea na watu wetu kama hawa. Wunda labda na wao wana yale ambao wanaweza wakatuelezea, wakatuongelesha, na sisi akatufaidi. Na wao vile vile kuna wale ambao tunaweza tukawaongelesha, na wao vile vile akawafaidi. Kwa sababu lengo letu ni janna. Tujenge dunia tuweze kuingia katika janna. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.